1. Ubinafsi huzaa tamaa. Mtu anazini ili kuifurahisha nafsi yake bila kujali anamuumiza mwenzake kiasi gani. Huo ni ubinafsi. Mke wa Mudi alizini ili kuifurahisha nafsi yake kwa vipande vya pesa ikala kwake. Siku hiyo Chris rafiki yake Mudi alipiga simu kwa Mrs. Mudi. Shem, na kuelewa sana ujue. Hebu toka hapa. Hivi rafiki yako akijua unadhani itakuwaje? Tena koma. Alijibu mke wa Mudi, maana lugha za wakubwa zinaeleweka haraka. Nitakupa milioni Shem, nikubalie mara moja tu. Shem aliposikia milioni 1, moyo wake ukalainika kama mkate kwenye chai. Basi njoo kesho mchana mume wangu akiwa kazini, alijibu kwa sauti na tabasamu la mwisho wa mwezi. Kesho yake kweli Chris akaenda na milioni 1 mkononi. Akampatia mke wa Mudi kikaumana. Halafu wewe, tabia yako mbaya, muone, aliongea mke wa Mudi kwa furaha baada ya kuuza mechi ugenini. Jioni, mume aliporudi alimkuta mke ni mwenye furaha tofauti na siku zote. Kisha akamuuliza, "Baby, hivi rafiki yangu Chris leo kaleta milioni 1 yangu?" "Ndiyo." Mke aliitika kwa unyonge. "Oh, safi kabisa. Ndio maana nampenda Chris. Aliniomba asubuhi, jioni karejesha. Safi sana. Huu ndio ungwana." Alijibu Mudi kwa furaha bila kujua kama alishakuliwa. Hivi, siku Chris akiangukia kwenye anga za Mrs. Mudi atapona kweli? Ndio maana wanaume wengi wanakufa ghafla, maana wana maadui wengi. Tamaa ndo husababisha watu kula vya watu bila kuogopa. Kwenye ulaji pana ubinafsi. Tamaa hupora huruma. Tamaa ndo hufanya watu wajilimbikizie mali na kuacha watoto wao wakitoana roho kwa mali alizoziacha baba yao. Tamaa mbele, mauti nyuma. Binti aliyepewa figo na baba yake aliamua kujiua kwa sababu alimfumania boyfriend wake na rafiki yake. Mapenzi bwana. Unawekaje moyo wako kwa mtu aliyeuza mashamba ya baba yake akaenda kuvutia bangi? Baba amekusomesha kwa shida, bado ametoa figo 1 ili wewe uishi, halafu namishia moyo wako kwa mvuta bangi. Huo ni ubinafsi wa kujali hisia zako hadi kusahau hisia za baba yako. Unakuta kabinti ka mwaka 1995 kanampelekesha mzee wa mwaka 60 kwa sababu ya tamaa ya pesa. Halafu binti yangu, unatembea na wanaume used kiasi hicho unadhani Mungu atakupa mwanaume wa maana? Thubutu. Lazima akupe wa kufanana nawe kwa sababu fisi ni fisi tu. Binti moja alimuona kijana kwenye kituo cha daladala, akamfuata na kumwambia, "Kaka, nimekupenda ghafla." Kaka akiwa katika taharuki alimshika binti mabegani na kumwambia, "Mdogo wangu, mapenzi na tamaa ya mwili vyote ni ubatili mtupu. Wewe bado mdogo. Kazana na shule. Usijilainishe kama pombe ya kienyeji kuonjwa na kila mlevi." Kisha kaka akachana kijikaratasi na kumpa yule binti huko akimwambia, "Humu nimekuandikia vifungu vya Biblia. Kabla ya kulala leo hii jitahidi uvisome." Binti akaondoka hana hamu. Alipofika bwenini alisoma kikaratasi kile. "Wakati unaongea hukumuona mke wangu alikuwa nyuma yangu. Anyways, hii hapa namba yangu. Ni text, nitakupigia anytime." Kilichoendelea anajua Mungu. Maana ndo aliona mie nachojua ni kuuza vitabu vya Dennis Mpagaze tu, vya wasomi huru gerezani. Ukombozi wa fikra, maisha ni kutafuta si kutafutana, na ukombozi wa fikra za Mwafrika. Arusha Bukuteni M-Pesa 0753 665484. Akurushie vyote. Kumbuka, tamaa ya pesa ndo hufanya muuza genge Mkristo auze wali wa juzi huku akijua kabisa ni dhambi, alisema mchungaji Daniel Mgogo. Napokuambia hata shetani alikuwa malaika, jaribu kunielewa. Tamaa ya fedha ndo hufanya watu wale rambirambi. Tamaa ya fedha ndo hufanya watu wale michango ya harusi. Tamaa ya fedha ndo hufanya watoto wajinga kula ada na kusema wamevunja biolojia shule.
Tamaa ya fedha ndo imefanya watu kuwa wadaiwa sugu. Tamaa ya fedha ndo hufanya mfamasia auze dawa zilizo expire. Tamaa ya fedha ndo hufanya uuze nyama ya ng'ombe mgonjwa. Tamaa ya fedha ndo imekufanya uwalishe watu vyakula vya juzi. Sikiliza, kwa tamaa zako unamwangusha sana Mungu. Maana alikuumba akidhani ni jembe kumbe jambazi. 2. Ubinafsi huzaa uchoyo. Uchoyo ndo unakufanya uthamini vitu kuliko watu. Mtoto kuvunja chupa ya chai unamvunja mkono. Tena unamvunja baada kumtukana matusi yote utadhani ulimnunua sokoni. Una roho mbaya kama Farao. Kuna watu wanaishi na nyoka chumbani kwao mwaka mzima bila kujua kwa sababu ya kutunza vitu visivyohitajika. Yaani umejaza viatu vyatoka hujaolewa. Kugawa hutaki kwa sababu ya uchoyo. Maisha yenyewe mafupi, ukiishi sana ni miaka 70. Kwa nini usiwagawie na wenzako wavae kabla hawajafa? Kitu hukihitaji, lakini upo tayari kiharibike kuliko kuwapa wanaokihitaji. Yaani hupendi na wenzako waonekane watu mbele za watu. Huo ni unyimi. Uchoyo wako ndo unafanya mkeo awe laini mbele ya Krisi kisa ameona milioni 1. Mume, ukipata pesa unazifaidi kwanza wewe halafu ndo familia yako inafuata. Uchoyo wako ndo umefanya nyumba yako ijae vitu visivyohitajika. Chumba kimekuwa kama gereji. Umejaza nguo tangu hujaota kitambi na wakati baba yako kule kijijini anavaa blouse ya kike. Mama yako akikuomba hela unamwambia vyuma vimekaza. Akiomba mchepuko unamrushia hadi na ya kutolea. Unamsahuje mama yako aliyenusurika kifo pale leba ili wewe uzaliwe. Kumbuka mama yako hahitaji pesa nyingi. Ukimpa 10,000 tu atakutangaza kijiji kizima kwamba mtoto wangu ni jembe. Na wakati mchepuko ukimtumia bukuteni anakwambia tusijuane. Dada amekufanyia kazi hadi amezeekea kwako, lakini unakuja kumfukuza bila kumlipa. Akikudai unasema ni mchawi. Huna tofauti na fisi. Fisi akitaka kula watoto wake anawatukana kwanza kwamba wananuka kama mbuzi. Halafu ndo anawala. Uchoyo ndo unakufanya umchukie mama mkwe hadi nywele zinanyonyoka. Unafungia TV chumbani ili watu wasiangalie ukiwa haupo. Unawakalisha chini ndugu wa mumeo eti wanachafua makochi. Lo! Uchoyo ndo unakufanya usimsaidie mumeo. Yaani kutoa pesa kusaidia familia yako inakuuma kama vidonda vya tumbo. Mtu anakutoa auti unataka na nauli ya kulipie. Kuna jamaa alisema Afrika inaongoza kwa kuwa na wasichana warembo tatizo lao hawanaga nauli. Mtoto anakuomba hela ya kula shuleni, unamtukana kwamba enzi zenu mlishinda njaa. Mwanao akimkwida konda unasema hana adabu. Wewe ndo huna adabu kwa sababu umeshindwa kutambua nyakati. Zama zimebadilika. Wewe ulisoma enzi za ukoloni, leo ukienda shule kwa mguu jamii itakushangaa. Mpe mtoto fedha asikae kama fisi kusubiri mkono dondoke akimbie nao. Uchoyo ndo unasababisha watoto wako kuwa na pea moja ya viatu, na wakati wewe unapea 100 na kidogo. Una viatu vingi hadi nyoka wanatagia mayai humo. Yaani chumba chako kimekuwa kama karakana. Mtoto akisahau kufunga mlango wa chumba unamtukana matusi yote utadhani unatunza majini humo chumbani. Unaamka umechoka, huna hewa fresh, mwaka mzima dirisha halijafunguliwa. Halafu unasema una aleji ya mafua. Safisha chumba chako kwa kuwagawia wenzako vitu usivyovihitaji. Acha ubinafsi. 3. Ubinafsi huzaa ubairi. Mungu kawajalia maisha lakini mnaishi kama maskini kwa sababu ya ubahiri. Hela ipo na inatosha kununua vitu vya jumla lakini mnanunua reja reja. Yaani hadi mafuta ya kula unanunua ya vibaba. Mungu amekupa magari lakini mtu akiligusa unalipuka kama mapepo. Mkeo hajui hata kupiga honi. Una pesa lakini huwezi msaidia hata baba yako aliyeuza figo ili usome. Umekuwa mchumi zaidi ya wachumi wenyewe. Unaita kubana matumizi, shame on you. Umekuwa Yero Masai.
Masai ana ng'ombe 2,000 lakini hana suruali. Bwana we. Bora Masai atasema anadumisha mila, wewe je? Chefu, ubahiri wako ndo unafanya vitoto vyako vikuaibishe mbele ya wageni. Siku mgeni akija mkapika wali, vinaruka sarakasi nje kwa sababu ya wali. Hawa ndo wanatutia aibu kwenye sikukuu. Ukimwekea nyama moja utasikia, ona, unaweka nyama moja utadhani wewe ndo ulichinjwa. Yaani unajichora hadi aibu. Wakikuponda unasema waache tu, maana ni kawaida ya mti wenye matunda ndo hupigwa mawe. Miti mingine inapigwa mawe kwa sababu inanyoka. Kuna mtu ana pesa lakini akisafiri hanunui hata maji ya kunywa. Anajua kuuliza bei na kufoka. Maji Bukujero? Bukujero? Wapi sinunui. Ana pesa lakini anakula uchochoroni. Analala gesti bubu kwenye mbu na vibaka. Nyumbani anatumia godoro la mwanafunza form 1 kina vumbi hiko. Ananunua nguo za mnadani. Zile zinazotangazwa kwa vipaza sauti, moja jero. Tana mbili hapa pale. Kaka, shangaze. 2,000 hapa. Bwana we. Nyama ananunua nusu kilo. Anamwambia mke wake weka maji mengi itosheleo na kesho. Ana fedha lakini vitoto vyake vinavaa yebo hadi kanisani. Halafu vinapea moja ya nguo za shule. Vikinyeshewa mtakausha nguo hizo kwa moto usiku kucha. Mke akiomba hela ya nyanya anasema nivunje 10,000 kwa nyanya za 100. Thubutu. Mwingine anaanza kuhesabu kabisa bajeti ulionunua. Hapa kitunguu 200, chumvi 100. Nyanya hii bure hii. Hapa bwana we, ubairi kama huo utakupeleka wapi brother? Ungekuwa unabana kupata mtaji sawa. Sasa pesa unayo, unabana nini? Huo ni ubinafsi. Acha. 4.